بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم, وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo kurasa nambari 22 katika kusoma vigawanyo vya i'rab. Tamam. Tumetangulia kusoma arkanul i'rab, nguzo za i'rab ambazo ni tatu: al-amil wal-ma'mul wal-amal. Tamam. Kisha tukasoma aina za i'rab, maana aina za yale mabadiliko yanayopatikana mwisho wa matamshi. Tukafahamishwa kuwa ni ngapi? Ni mbili, lafdhan au taqdiran. Kwa maana aina hizo za mabadiliko huwa zinakuja kimatamshi au kimakadirio, na tukaonyeshwa mifano. Tamam. Sasa leo insha Allah taala tunaingia kusoma aqsamul i'rab, vigawanyo vya i'rab. Kwa maana vigawanyo vya yale mabadiliko yanayopatikana mwisho wa matamshi. Mabadiliko hayo yamegawanyika katika vigawanyo vingapi? Tamam, hakadha. Tamam. Anasema Sheikh, wa aqsamuhu, na vigawanyo vya i'rab arba'atun, ni vinne: raf'un wa nasbun wa khafdhun wa jazmun. Yani anakusudia anna aqsam al-i'rab, ya kwamba vigawanyo vya i'rab arba'atun, ni vinne. Raf'un, cha kwanza ni raf'un, nahu, mfano kusema yadhribu zaidun. Utaona hapo fi'lu mudhari'un imeingiwa na raf'u ambayo ni dhamma, na zaidun pia imeingiwa na raf'u ambayo ni dhammatan. Tamam, hakadha. Wa nasbun, na cha pili ni nasbun, nahu, mfano lan adhriba amran. Utaona hapo fi'lu mudhari'un imeingiwa na nasbu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutanguliwa na lan. Tamam. Lan ni harfu nafin wa istiqbali, lakini pia vile vile amran imeingiwa na nasbu kwa sababu ya adhrib. Kwa hiyo amil, aliyefanya kazi ya kunasibisha mudhari'un hapa ni nani? Ni lan. Tamam. Na aliyefanya kazi ya kumnasibisha amran ni adhriba. Tamam, hakadha. Wa khafdhun, na kigawanyo cha tatu ni khafdhun, nahu, mfano kusema maraltu bi zaidin, nimepita karibu na zaidi. Tamam. Utaona imeingia albab na zaidi imeingiwa na jar. Tamam, hakadha. Wa jazmun, na kigawanyo cha nne ni jazmun, nahu lan adhrib lam. Tamam. Lam adhrib zaida, sikumpiga zaidi. Lam adhrib zaidan, sikumpiga zaidi. Utaona hapa fi'lu mudhari'un ya adhrib imeingiwa na jazmun kwa sababu ya lam. Tamam, hakadha. Na kama nilivyosema kwamba ni mwisho wa matamshi. Matamshi yaliyokusudiwa hapa ni fi'lun wasmun, ni kitendo na jina, herufi haiingii. Kwa sababu gani? Herufi mara nyingi yenyewe huwa ni amil na wala haiingiliwi na herufi. Sasa haiingiliwi na herufi nyingine. Tamam, hakadha. Fa zaidun, bas tamshi la zaidun pale fil awwal, katika ule mfano wa kwanza, marfu'un bi yadhrib, limerufaishwa kwa fi'lun mudhari'un ambao ni yadhrib, ala annahu fa'ilu, juu ya kwamba ilo tamshi la zaidi fa'ilu ni fa'il, wa hiyo fi'lun mudhari'un ya yadhrib. Tamam, hakadha. Wa adhriba fi thani, na tamshi la adhriba fi thani katika mfano wa pili, fi'lun mudhari'un mansubun bilan, ni fi'lun mudhari'un iliyonasibishwa bilan kwa sababu ya kuingiliwa na lan. Wa amran, na tamshi la amran mansubun, limenasibishwa pale bi adhriba, kwa kitendo gani? Cha adhriba, ala annahu maf'uluhu, juu ya kwamba ilo tamshi la amran ni maf'uli wa nan wa adhriba. Wa zaidun, na tamshi la zaidun fi thalithi, katika mfano ule wa tatu, majrurun, limejurishwa bilbai, kwa ba. Wa adhrib, na tamshi la adhrib fi rabi'i, katika ule mfano wa nne, fi'lun mudhari'un majzumun bilam, ni kitendo cha mudhari'un majzumun kilichojazimishwa bilam, kwa lam. Tamam, hakadha. Walan, na lan tusamma inaitwa harfa nafyin,
hizi herufi zitakuja kusomwa, lakini hapa anatanguliza tu kwa kuwa ameshaitolea mfano, basi anakufahamisha pia uwe na diraya na kile ambacho nini kimekupitikia katika macho yako. Tamam, hakadha anasema walan na lan tusamma harfa nafi, inaitwa harfa nafi, wa nasbin na nasbin, ma inaitwa herufi ya kukanusha na kunasibisha, wastiqbali na kuonesha wakati wa mbele au na kujulisha wakati wa mbele. Kwa hiyo lan adhriba amran maana yake sitompiga amran. Tamam, lan adhriba amran, sitompiga amran. Maana utaona lan imefanya kazi nini ya kukanusha, lakini pia ikafanya kazi ya kutia nasbu katika ile mudhari'un, lakini pia ikafanya kazi ya kufahamisha wakati wa mbele, sitompiga amran. Tamam, hakadha lan adhriba amran, sitompiga amran, na kama ni lan yadhriba amran kwa maana hatompiga amran. Tamam, hakadha, lakini na hisi imekuja lan adhriba liannaha, walan tusamma harfa nafyin wa nasbin wa istiqbali, liannaha, kwa sababu hiyo herufi ya lan, liannaha, kwa sababu hiyo herufi ya lan, tanfi alfi'la, kinakanusha ile maana ya kitendo, watansibuhu, na inakinasibisha kile kitendo, wayasiru mustaqbalan, na hicho kitendo kinakuwa chenye kufahamisha wakati wa baadaye, kama namna tulivyokifasiri lan adhriba amran, kwa maana sitompiga amra. Tamam, hakadha. Walam na lam tusamma harfa nafyin wa jazmin, lam inaitwa ni harfi ya kukanusha, wa jazmin na herufi ya kujazimisha, wa qalbin na herufi ya kugeuza ule wakati wa sasa ukafahamika kwa wakati gani uliopita. Kwa maana qalbin maana yake kwamba herufi hii inaugeuza ule wakati wa sasa uliobebwa na kitendo cha mudhari'un, sawa sawa, inaupeleka herufi hii sawa wakati huo nini, katika wakati gani? Wakati uliopita. Tamam, hakadha. Kwa maana baada ya kufasiriwa kile kitendo cha mudhari' kwa maana ya sasa, kwa maana ya wakati wa sasa au wakati wa baadaye, sawa, kinafasiriwa kwa wakati uliopita. Tamam, ndio nasema walam na lam tusamma harfa nafin, inaitwa ni herufi ya kukanusha, wa jazmin na kujazimisha. Kujazimisha kwa maana kutia sakina au sukun. Tamam, kutia sukun katika nini? Katika fi'l mudhari'un. Tamam, hakadha. Wa jazmin, na herufi ya kujazimisha kwa maana herufi ya kutia haraka ya sukun katika fi'l mudhari'un. Wa qalbin, na herufi ya kugeuza wakati wa sasa na baadaye kuwa wakati uliopita. Tamam, hakadha. Wa qalbin, na herufi ya kugeuza wakati wa sasa au baadaye kuwa ni wakati uliopita. Liannaha, kwa sababu, kwa maana imeitwa hivyo liannaha. Tamam, hakadha. Liannaha, imeitwa hivyo kuwa ni herufi ya nafi wa jazmi wa qalbin, liannaha, kwa sababu hiyo herufi ya lam, liannaha, kwa sababu hiyo herufi ya lam, tanfi alfi'la, inakanusha ile maana ya kitendo, watajzimuhu, na inakijazimisha kwa maana inatia haraka ya sukuni katika kile kitendo cha mudhari'un, wataqlibu, na kinageuza wakati wake, wataqlibu maanahu. Tamam, anasema wataqlibu maanahu, na kinageuza ile maana na kusudia hapa ni ile maana ya kufahamisha wakati wa sasa au baadaye. Tamam, hakadha. Kwa wataqlibu maanahu, na herufi hiyo inageuza ile maana ya kitendo cha mudhari'i, maana ambayo ni kufahamisha wakati wa sasa au baadaye, fayasiru madhiyan. Sawa, fayasiru, inakuwa ile maana ya kufahamisha wakati wa sasa au baadaye, madhiyan, inakuwa ni maana yenye kufahamisha wakati gani uliopita. Tamam, hakadha. Ndio maana ikaitwa harfa nafin wa jazmin wa qalbin, ni herufi ya kukanusha, wa jazmin, na kutia jazmu kwa maana kutia alama ya sukuni katika fi'l mudhari'un, wa qalbin, na ni herufi ya kugeuza ule wakati wa sasa na wa baadaye uliobebwa na kitendo cha mudhari'in kuwa ni wakati gani uliopita. Kasemaje kule juu katika mfano lam adhrib
amran, tamam, kwa maana sikumpiga amran. Lam adrib amran, sikumpiga amran, tamam. Hakadha akaendelea kusema falil asma'i min dhalika arraf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha, akimaanisha falil asma'i min dhalika, basi yanaingiliwa majina min dhalika, kutokana na vigawanyo hivyo vinne vya i'rabu. Arraf'u, yanaingiliwa majina na raf'u, wan nasbu na nasbu, wal khafdu na khafdu, wala jazma fiha, na wala hakuna kuingiliwa na jazmu katika nini, katika majina. Ndio akasema yani, anakusudia anna al-asmaa, ya kwamba majina yadkhuluha ar-raf'u, yanaingiliwa na kigawanyo cha raf'u katika vile vigawanyo vingapi? Vinne vya i'rab. Nahu, mfano jaa zaidun, jaa amekuja zaidun, utaona hapa jina ambalo ni zaidi limeingiwa na raf'u. Wan nasbu, na majina pia yanaingiliwa na nasbu. Nahu raaitu zaidan, utaona zaidan ambao ni ismu imeingiwa na nasbu. Wal khafdhu, na khafdhu. Nahu marartu bi zaidin, utaona tamshi la zaid ambao ni jina limeingiliwa na khafdh. Wala yadkhuluha aljazm, na wala majina hayaingiliwi na jazm, tamam. Hakadha, jazmu ni ile sukun inayoingia katika fi'lun mudhari'un, tamam. Hakadha walil af'ali min dhalika, na vinaingiliwa vitendo min dhalika katika vile vigawanyo vinne vya i'rabu. Arraf'u, vinaingiliwa na raf'u, wan nasbu na nasbu, wal jazmu na jazmu, wala khafdha fiha, na wala hakuna kuingiliwa na khafdhu fiha katika vitendo, tamam. Hakadha, yani akimaanisha anna al-af'ala, ya kwamba vitendo yadkhuluha ar-raf'u, vinaingiliwa na kigawanyo cha raf'u katika vile vigawanyo vinne vya i'rab. Nahu, mfano yadhrib, tamam. Hakadha, utaona hiyo ni fi'lun mudhari'un imeingiwa na raf'u. Wan nasbu, na vitendo vinaingiliwa na nasbu. Nahu lan adhriba, utaona adhriba ni fi'lun mudhari'un imeingiwa na nasbu. Kwa sababu gani? Ya kutanguliwa na harfu nafyin, harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal, ambayo ni lan, tamam. Hakadha wal jazmu, na wal jazmu, na vitendo pia vinaingiliwa na jazmu. Nahu lam adhrib, tamam. Hakadha lam ni harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, na utaona adhrib ni fi'lun mudhari'un, baada ya kuwa imeingiliwa na lam ikaingiwa na alama ya sukun ambayo ndiyo ni jazmu. Wala yadkhuluha al-khafdhu, na wala vitendo haviingiliwi na khafdhu, tamam. Akasema Sheikh farraf'u wan nasbu yashtariku fihima al-ismu wal fi'l. Farraf'u, basi kigawanyo cha raf'u, wan nasbu, na kigawanyo cha nasbu, yashtariku fihima al-ismu, linashiriki fihima, katika kuingiliwa na viwili hivi, al-ismu nini, jina, wal fi'lu, na kitendo. Kwa maana jina linashirikiana na kitendo katika kuingiliwa na hivi vigawanyo viwili vya raf'u na nasbu, tamam. Hakadha wa yakhtassu al-ismu bil khafd, na linahusika jina bil khafdhi, kwa kuingiliwa na khafdhu peke yake. Wal fi'lu, na kinahusika kitendo bil jazmi, kwa kuingiliwa na jazmu peke yake. Kwa maana jina haliingiwi na jazmu, linaingiwa na nini? Na khafdhu, na hii khafdhu pia haiingii kwenye kitendo, tamam. Bali kitendo kinaingiwa na jazmu. Kwa hiyo kuna sifa mbili au kuna vigawanyo viwili katika vile vigawanyo vya i'rabu ambavyo vinaingia katika jina na katika ismu, sawa. Lakini kuna vigawanyo vingine hivyo vinaingia katika nini? Katika moja kati ya vitu hivi viwili, tamam. Hakadha, khafdhu inaingia kwenye jina peke yake na jazmu inaingia kwenye kitendo peke yake. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa ila huna antahi. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعفو منكم.